Naam, nikukaribishe kuidurusu safari hii ya miaka 5 ya utekelezaji wa shughuli za kimaendeleo, ikiwa ukamilifu utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2020 ambayo alikabidhiwa mpeperusha bendera wa chama hicho mnamo tarehe 11 Septemba mwaka 2020 ilipozinduliwa rasmi kampeni katika ardhi ya Kyela, maeneo ya uwanja wa siasa, na hatimaye Oktoba 28 mwaka 2020 wanakyela kwa pamoja wakaitikia sauti na kumchagua Ali Anyigulile Mlagila Jumbe maarufu kwa jina la kinanasi kuwa mbunge wao katika uchaguzi mkuu. Ndugu zangu, leo ni siku ya Mlagila, Ali Jumbe Mlagila. Nimekuja hapa ili niweze kumkabidhi rasmi kazi iliyo mbele yake na kazi iliyo mbele ya chama chetu. Baada ya kupokea hii ilani, serikali itatengeneza mpango wa maendeleo wa miaka 5 kwa namna ya kutekeleza ahadi tulizotoa kwenu. Mnamo tarehe 11 Novemba mwaka 2020 ndipo mbunge mteule wa jimbo la Kyela Ali Anyigulile Mlagila Jumbe aliapishwa rasmi katika mkutano wa kwanza na kikao cha pili cha bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuanza kazi rasmi majukumu ya uwakilishi aliyotumwa na wanakyela. Mimi Ali Anyigulile Mlagila Jumbe ninaapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu, naomba nisaidie. Mchaka ukaanza usiku na mchana kuhakikisha imani ya wanakyela kwake inazaa matunda kama ilivyotarajiwa. Aidha, kunena ahadi zake kwa wanakyela hakukuishia kwenye majukwaa ya kampeni za kuomba ridhaa pekee, bali alinena vivyo hivyo muda wote wa uwakilishi wake. Hapa tutaziangazia kazi ambazo mbunge wa jimbo la Kyela akiwa kinara na muuza duka la Chama cha Mapinduzi nambari 1 katika kipande hiki cha Kyela, katika kila idara na kila sekta katika jimbo la Kyela. Tukiangazia sekta ya elimu, tangu mwaka 2020 hadi sasa jimbo la Kyela limepiga hatua kubwa katika idara ya elimu. Mambo mengi na makubwa yamefanyika, hali ambayo inaifanya serikali ya wilaya ya Kyela itembee kifua mbele katika idara hii. Wahenga walisema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni, na wanakyela wanasema mnyonge hawatamnyonga na haki yake watampatia. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na wadau wa sekta ya elimu kwa mafanikio makubwa sana, ikiwa ni pamoja na uboreshaji wa miundombinu ya kusomea wanafunzi, ikiwemo ujenzi wa vyumba vipya vya madarasa, ukarabati wa majengo ya zamani, ukamilishaji wa maabara za kisasa na samani ndani ya vyumba vya madarasa. Katika sekta ya elimu msingi hapa wilayani Kyela, ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa vyema katika kila kata na katika kila shule ya msingi iliyopo hapa wilayani Kyela, ikiwemo ujenzi wa madarasa, matundu ya vyoo katika shule ya msingi Mwenge iliyopo kata ya Ipinda katika mji wa Ipinda, ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule ya msingi Kati iliyopo kata ya Mbugani katikati ya mamlaka ya mji mdogo wa Kyela, ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule ya msingi Njugilo iliyopo kata ya Ipande, ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule ya msingi Mwaya iliyopo kata ya Mwaya, ujenzi wa vyumba vya madarasa
na matundu ya vyoo katika shule ya msingi Ngolela iliyopo kata ya Talatala, ukamilishaji wa vyumba vya madarasa katika shule ya msingi Bwato iliyopo kata ya Ndobo, ukamilishaji wa vyumba vya madarasa na ujenzi wa bweni la watoto wenye mahitaji maalum katika shule ya msingi Sama iliyopo kata ya Ibanda, ukamilishaji wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo katika shule ya msingi Kabula, Nkokwa na Kijila zilizopo kata ya Nkokwa. Lakini pia shule nyinginezo zilizofikiwa na neema hii ni shule ya msingi Njugilo iliyopo kata ya Ipande, ambayo imefikiwa na ujenzi wa madarasa pamoja na matundu ya vyoo na mfumo wa maji katika shule za msingi Mbogela na Ndandaro zilizopo kata ya Ndandalo mjini Kyela, na ujenzi wa matundu ya vyoo katika shule ya msingi Kiangala iliyopo kata ya Talatala. Wanasema haiwezi kuisha mpaka iishe. Bado tunaendelea kukusogezea yale mengi ambayo yalifanyika katika idara hii ya elimu msingi kwa miaka 5 tangu mwaka 2020. Kuna ujenzi wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo katika shule ya msingi Kisiosio iliyopo kata ya Matema, na ujenzi wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo katika shule ya msingi Muungano iliyopo kata ya Ikolo, ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule ya msingi Piana iliyopo kata ya Ipiana, ujenzi wa matundu 20 ya vyoo vya wanafunzi, bafu 2 za walimu, vyoo vya walimu, matundu 4 na ukarabati wa mfumo wa umeme na maji katika madarasa ya shule ya msingi Rubele iliyopo kata ya Ikimba. Lakini pia zipo shule kongwe ambazo zimebeba historia nyingi katika kutoa vipaji na hazina kubwa katika taifa hili, nazo pia zimeguswa na mkono wa Rais Samia Suluhu Hassan Daktari pamoja na mbunge wa jimbo la Kyela, jembe la wanakyela, Ali Mlagila Jumbe maarufu kama Kinanasi, kama vile ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule kongwe ya msingi Mpanda iliyopo kata ya Ipiana, ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule kongwe ya msingi Katumba Songwe iliyopo kata ya Katumba Songwe, ujenzi wa madarasa na matundu ya vyoo katika shule ya msingi Kongwe ya Matema iliyopo kata ya Matema, ukarabati wa vyumba vya madarasa katika shule ya msingi Kongwe ya Kajunjumele iliyopo kata ya Kajunjumele, ukarabati wa vyumba vya madarasa katika shule kongwe ya msingi Ibungu iliyopo kata ya Ikimba, ukarabati wa vyumba vya madarasa katika shule kongwe ya msingi Itenya iliyopo kata ya Ngonga. Lakini pia ujenzi wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo katika shule ya msingi Kyela iliyopo kata ya Kyela, ujenzi wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo katika shule ya msingi Mababu katika kata ya Mababu, ujenzi wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo katika shule ya msingi Kasumulu iliyopo kata ya Ngana, ujenzi wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo katika shule ya msingi Uhuru iliyopo kata ya Mwanganyanga, ujenzi wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo katika shule ya msingi Mapinduzi iliyopo kata ya Mababu, ujenzi wa matundu 11 ya vyoo katika shule ya msingi Kikusia, na ujenzi wa vyumba vya madarasa shule ya msingi Kandete iliyopo kata ya Itope, na ujenzi wa matundu 16 ya vyoo katika shule ya msingi Mahenge iliyopo kata ya Makwale. Bila kusahau ujenzi wa shule mpya ya msingi Mji Mwema iliyopo kata ya Ikimba na shule ya msingi Kilambo ambayo miundombinu yake na mazingira yake yanavutia mpakani mwa Tanzania na Malawi, na shule ya mchepuo wa Kiingereza iliyopo kata ya Njisi ambayo inaongeza idadi ya shule 2 za mchepuo wa Kiingereza kutoka shule moja iliyokuwepo ya awali ambayo ni shule ya Nyasa iliyopo kata ya Nkuyu. Ama hakika mambo makubwa yamefanyika na Kyela ya sasa inasonga mbele. Aidha, katika idara ya elimu msingi, baada ya mashauriano na kuona umuhimu wake
kwenye miaka hii mitano kumefanyika ujenzi wa vituo vya walimu ambavyo ni kama ifuatavyo: kituo cha walimu katika shule ya msingi Mpanda kata ya Ipiana, kituo cha walimu katika shule ya msingi Kijila kata ya Nkokwa, kituo cha walimu katika shule ya msingi Bwato kata ya Ndobo, kituo cha walimu katika shule ya msingi Sumbi kata ya Busale, kituo cha walimu katika shule ya msingi Pinda kata ya Ipinda, kituo cha walimu katika shule ya msingi Mababu kata ya Mababu, na kituo cha walimu katika shule ya msingi Ikolo kata ya Ikolo. Tukiwa bado tunaangazia mafanikio katika sekta ya elimu, sasa tuangalie mafanikio yalipatikana katika idara ya elimu sekondari kwa mwaka 2020 hadi mwaka 2025. Uanzishwaji wa shule mpya za sekondari ndani ya wilaya ya Kyela. Ujenzi wa shule mpya bora na ya kisasa ya wasichana yani Mbeya Girls Secondary School iliyopo kata ya Busale, shule iliyofunguliwa rasmi mwezi wa 7 mwaka 2024. Shule hii ni shule maalum kwa watoto wa kike wanaosoma masomo ya science, ambapo kila mkoa ulibahatika kupata shule hii, na kwa mkoa wa Mbeya, Kyela ndipo ilipojengwa. Ama hakika si haba na ni jambo la kujivunia kwa miundombinu ya shule hii iliyojengwa kwenye mandhari nzuri yenye muonekano wa vilima vilivyopo kata ya Busale wilayani hapa. Ikiwa bado ujenzi wa shule hii unaendelea, serikali ya awamu ya 6 chini ya Mama Dr. Samia Suluhu Hassan na mbunge mahiri wa jimbo la Kyela Ali Mlagila Jumbe, ilani imetekelezeka vyema. Pia kuna ujenzi wa shule mpya sekondari ya Bondeni A iliyopo kata ya Bondeni, ambayo imepunguza adha ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kufuata masomo, lakini pia kupunguza msongamano katika shule za sekondari za Kyela na Nkuyu. Ujenzi wa shule mpya ya sekondari ya Rubele iliyopo kata ya Ikimba katikati ya mji wa Kasumulu. Shule hii imepunguza wimbi la wingi wa wanafunzi kujazana katika shule ya sekondari ya Ikimba. Lakini pia ujenzi wa shule mpya sekondari ya Muungano iliyopo kijiji cha Bukinga kata ya Muungano, ambapo tangu kugawanywa kwa kata hiyo toka Ipande haikuwa na shule ya sekondari, na kupelekea wanafunzi toka kata hii kwenda kusoma shule ya sekondari ya Ipande. Shukuru sana kipekee Mheshimiwa mbunge kwa kazi uliyoifanya kutuletea sifa wana Muungano. Ni sifa ya kipekee sana, wala hatukutegemea katika maisha yetu kwamba tutakuwa na majengo kama haya. Ni heshima ya kipekee kabisa. Lakini tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Tanzania kwa kazi nzuri aliyoifanya. Nafikiri baada ya kupeleka taarifa naye akakubalia, pamoja na Mheshimiwa diwani wa kata hii, umeifanya kazi wote kwa pamoja. Tunashukuru sana kwa kazi hii. Binafsi nikushukuru na nikupongeze sana, lakini pia nimpongeze sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri na nzito ya kutujali wana Muungano. Kweli wana Muungano wameafiki kabisa na matendo yake kwa vitendo, na kutuona kwamba kweli hata Muungano wanaonekana ni kati ya wanajamii katika Tanzania hii. Kwa kweli pongezi hizi tupelekee kwake, na wanasema mitano tena kwa mama. Ujenzi wa shule mpya sekondari ya Ibanda ikiwa na miundombinu yote pamoja na nyumba ya walimu ambayo ni 2 in 1. Shule hii ipo katika kata ya Ibanda. Ujenzi wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo katika shule mpya sekondari ya Njisi iliyopo mpakani mwa Tanzania na Malawi, bila kusahau ujenzi uliokwama kwa muda mrefu wa shule ya sekondari Mwakilima iliyopo kata ya Katumba Songwe, ambayo tayari wanafunzi wameanza kupata masomo na kupunguza adha ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kufuata huduma hiyo. Shule ya sekondari Katumba Songwe iliyopo kijiji cha Kabanga ikiwa ni zaidi ya maili 100 vijiji vya Katumba, Mpunguti na Ndwanga. Kubwa zaidi ni ujenzi wa shule ya wasichana ya wilaya ya Kyela
inayofahamika kwa jina la Cocoa Girls Secondary School inayoendelea kujengwa katika kata ya Nkokwa. Shule hii ni mkombozi kwa mtoto wa kike ndani ya jimbo la Kyela, kwani tangu kuanzishwa kwa wilaya hii hakukuwa na shule hizi maalum kwa watoto wa kike. Kwa mwaka 2020 hadi sasa, serikali imeendelea kutekeleza ilani yake ipasavyo, ikisimamiwa na mbunge Ali Mlagila Jumbe kwa kipande cha Kyela, kwa kujenga na kukarabati miundombinu mbalimbali katika shule za sekondari kama ifuatavyo: ujenzi wa vyumba vya madarasa, matundu ya vyoo na miundombinu ya maji katika shule ya sekondari Ipinda iliyopo kata ya Ipinda, ujenzi wa vyumba vya madarasa, vyoo, miundombinu ya maji na bweni katika shule ya sekondari Kafundo iliyopo kata ya Ipinda, ujenzi wa vyumba vya madarasa, matundu ya vyoo, mabweni kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha 5 katika shule ya sekondari ya Itope iliyopo kata ya Itope, ujenzi wa vyumba vya madarasa, mabweni, miundombinu ya maji na matundu ya vyoo katika shule ya sekondari ya Kyela iliyopo kata ya Mwanganyanga, ukamilishaji wa maabara katika shule ya sekondari ya Katumba Songwe iliyopo kata ya Katumba Songwe, ukamilishaji wa vyumba vya madarasa na ofisi katika shule ya sekondari Lusungo iliyopo kata ya Lusungo, ujenzi wa vyumba vya madarasa, vyoo na miundombinu ya maji katika shule ya sekondari ya Ikimba iliyopo kata ya Ikimba, ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule ya sekondari ya Nkuyu iliyopo kata ya Nkuyu, ujenzi wa bweni na bwalo pamoja na umaliziaji wa maabara katika shule ya sekondari ya Kiwila Coal Mine iliyopo kata ya Busale, ujenzi wa madarasa, miundombinu ya maji na umaliziaji wa maabara katika shule ya sekondari Makwale iliyopo kata ya Makwale, ujenzi wa vyumba vya madarasa na umaliziaji wa maabara katika shule ya sekondari Nyasa Lake Shore iliyopo kata ya Matema, ujenzi na ukamilishaji wa maabara katika shule ya sekondari Bujonde iliyopo kata ya Bujonde, ujenzi wa madarasa na maabara shule ya sekondari ya Ngonga iliyopo kata ya Ngonga. Na haya ndiyo mafanikio makubwa ambayo serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan na mbunge wa jimbo la Kyela Ali Mlagila Jumbe wameuza vyema duka hili la ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kipande cha elimu. Na sasa tuangazie sekta ya miundombinu ya barabara. Kuanzia mwaka 2020 hadi sasa, jimbo la Kyela limepata mafanikio makubwa kwenye sekta ya miundombinu ya barabara, kwani kuanzia mwaka 2020 mpaka sasa barabara za viwango vya vumbi na changalawe zimelimwa, huku pia barabara za lami zimejengwa, lakini pia madaraja makubwa na madogo yamejengwa, makalavati na vivuko vimejengwa na kufanyiwa maboresho kila mwaka ili kuruhusu maji kupita na wananchi wake wavuke bila shida yoyote. Na hapa tutaziangazia barabara mbalimbali zilizojengwa kwa kiwango cha lami katikati ya mji wa Kyela. Barabara hizo zimekuwa chachu ya kunogesha mandhari ya mji wa Kyela na mwarobaini wa kero ya muda mrefu ya tope maeneo ya katikati ya mji nyakati za mvua. Ujenzi wa barabara ya RC Church, ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami Kyela mjini, barabara inayofahamika kama Kikwete, ujenzi wa barabara ya Nyerere Community, ujenzi wa barabara ya Mkapa, ujenzi wa barabara ya Nyasaland Guest House hadi Kyela Bus Stand, ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami Kyela mjini ikiwa ni pamoja na barabara ya Kongo, barabara ya Mohamed na barabara ya Mwakiembe. Kwa upande wa barabara za kiwango cha changalawe na vumbi, tumefanikiwa kulima barabara zifuatazo. Kwa upande wa barabara za kiwango cha changalawe na vumbi, kwa mwaka 2020 hadi hivi sasa, mafanikio ni makubwa katika barabara zifuatazo ndani ya kata mbalimbali ya jimbo hili la Kyela.
barabara ya Ngamanga Mabunga hadi Kisegese ndani ya kata ya Ipinda, barabara ya Nsesi Mpunguti hadi Ndwanga ndani ya kata ya Katumba Songwe, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa makalavati, ujenzi wa barabara ya Njisi Kasumuru Boda iliyopo mpakani mwa Tanzania na Malawi, ujenzi wa barabara na kalvati katika barabara ya Ndwanga Ikolo, ujenzi wa barabara ya Mababu Katumba iliyopo kata ya Mababu, ujenzi wa barabara ya Kisiosio Liulilo iliyopo kata ya Matema, matengenezo katika barabara ya Makwale Ndobo ndani ya kata ya Makwale, ujenzi wa barabara ya Ngamanga Losungo na safu ya kalvati, na ujenzi wa barabara ya Lusungo kuelekea Kikuba. Lakini pia ujenzi wa barabara ya Talatala mpaka makao makuu ya kata ya Talatala iliyopo ndani ya kata Talatala, matengenezo katika barabara ya Mwaya Masebe Ibonde ndani ya kata ya Mwaya, barabara ya Itope Kapamisia yenye urefu wa kilomita 3, barabara ya Mbula Kabula yenye urefu wa kilomita 3, na barabara ya Buponero ambayo ilikuwa kama njia ya ng'ombe hapo awali. Mheshimiwa Mbunge, sasa hivi nina miaka 47 na ninashangaa, sijui ni ndoto, sijui ni kweli mbunge kufika mazingira haya, sijajua, au pengine waliokuwa na miaka ya huko juu. Lakini tangu kwenye miaka niliyozungumza sijawahi kumwona mbunge akafika kwenye mazingira haya tukazungumza naye ana kwa ana kama tunavyozungumza kwenye ujio wako wewe na safara yako hii. Nashukuru sana 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 sana, na Mungu akubariki. Na karibu Buponero. Zikero za Buponero sijui kama kweli Mungu yupo. Nafikiri kwako Mungu yupo kweli. Amen. Mungu akusaidie, akupe njia, akupe akili, akupe nguvu, ututazame wana Buponero jinsi tulivyo. Tunashukuru sana kufika huko. Bange nguti ndaka lwa kwanda kwa wabunge wote ngawabona mapa Buponero. Akando yangu jabaka kwanda kusumuke nako ukuti 2009 uri mwanetu ugoroti injira ija mahara kitu ni tabu chetu wetu kupia vision sep urujo viero kufana tulimi terera monjira usafiri wa shida tuko kisiwani yani tulipanya pakati dinga bati mwezenge kwa ane dende no kiara tutie tukutime fura mpa amanyi. Barabara tumeshaisema kwamba hii barabara yani tuseme ni sababu tu ya maji sasa hivi, lakini mkandarasi atapatikana sasa hivi na barabara itaanza kulimwa. Nafikiri mwezi wa 8 au wa 9 tunaanza kulima hii barabara. Kwa hiyo wako wateka ukote karevate sabikulema injireje jikulimigwa na iko kwenye vitabu vyetu, haiwezi kuachwa kulima. Pia kuna barabara ya Itope Ngwasi Bonde, kuna barabara ya Bukinga Ipande, barabara ya Nsele Ngolela, barabara ya Bwato Ndobo Kisiosio, barabara ya Mahenge Mpunguti ndani ya kata ya Makwale,
barabara ya Bukinga Mwaigoga Ikulu. Lakini pia ujenzi wa barabara ya Itope Isanga Ngonga, barabara ya Matenki Ngonga, barabara ya Lupaso Njisi iliyopo kata ya Kajunjumele, barabara ya Kyela Kapwili Kajunjumele, barabara ya Kyela Resort njia panda Kapwili, pamoja na ujenzi wa Calvert eneo la Four Ways Serengeti, barabara ya Mbaka Mwambuse Bukinga ikiwa ni pamoja na ujenzi wa Calvert, ujenzi wa barabara ya Mbako Njisi na Seko Njisi ikiwa ni pamoja na ujenzi wa Calvert. Bila kusahau barabara ya Kajunjumele Mbangala, barabara ya Mwaya Mbangala, barabara ya Katela Lutheran Church Mbugujo iliyopo kata ya Makwale, barabara ya Mbaka Ilopa Ilondo, pamoja na ujenzi wa Calvert, barabara ya Kikusi ya Malungo Ibonde, barabara ya Kijila Bukinga, barabara ya Njugilo Konjula mpakani Rungwe, barabara ya hospitali hadi Mengo Tree. Lakini pia upande wa ujenzi wa madaraja ni pamoja na daraja la Katumba lililopo barabara ya Mababu Katumba, daraja katika barabara ya Liulilo Kisiosio na ujenzi wa kivuko cha zege katika barabara ya Matema Liulilo kwenye mto Mwalalo, ujenzi wa daraja la Kagera katika barabara ya Mwaya Masebe, ujenzi wa daraja la barabara ya Ngeke Mapinduzi. Shukuru mbunge kwa kivuko hiki. Nianze na mamangu Samia Suluhu Hassan kwa kutuona wana Mababu. Nilikuwa na changamoto kubwa sana. Nilikuwa naogopa hata kufika Mapinduzi kwa sababu ya kivuko. Lakini nilikuwa nawaambia kwamba tunatangulia kule Katumba tutakuja. Kwa ni kushukuru mbunge kwa jitihada zako, nadhani umepigana. Na mimi umenifanya kwamba nipite kifua mbele. Nikushukuru sana. Na niwashukuru TARURA. Tulianza 2021. Hawajakata tamaa Mababu. Tumepigana mpaka kufanya survey kule kutafuta ni wapi tutafuta mpaka dakika tuko nao. Niwashukuru pamoja nao. Asante. Tumefurahi maana kivuko hiki Wanangieki tuseme wana Mababu nzima huko juu kuna mashamba ya mahindi. Walishindwa kuvuka, walipitia njia ya Katela. Tunawashukuru ni sana. Pamoja na marekebisho katika daraja la Ipiana kwa kutoa mbao na kuweka mabati mazito ya chuma ili kuwezesha wananchi kupita bila shida, na ujenzi wa daraja la Nsesi mara baada ya lile la awali kubomoka baada ya gari lililobeba kifusi kuzidi uwezo wa daraja hilo. Lakini pia ujenzi na marekebisho ya daraja la Kamba maarufu kama vitiepu-tiepu, kama vile kitiepu-tiepu cha Mwaikambo ambacho kilisombwa na mafuriko, kitiepu-tiepu cha Bukinga Ipande, kitiepu-tiepu cha Ibanda Kasumulu na kitiepu-tiepu cha Rugombo Ilondo. Baada ya kuangazia mafanikio katika sekta ya miundombinu ya barabara pamoja na madaraja, na sasa tuangazie mafanikio katika sekta ya afya. Sekta ya afya, jimbo la Kyela limeitendea haki ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, kwani hadi sasa wananchi wanapata huduma zilizo bora na kwa ukaribu, kwani ujenzi wa zahanati kwa kila kijiji na kituo cha afya kwa kila kata kasi imeongezeka kwa kipindi hiki. Jimbo la Kyela tumefanikiwa kupata mradi mkubwa na bora kabisa wa ujenzi wa jengo la ghorofa la mama na mtoto katika hospitali ya wilaya ya Kyela, jengo ambalo baada ya kukamilika kwake hakika litabadilisha mandhari na muonekano wa hospitali ya wilaya. Na hivi sasa tuangazie ujenzi wa zahanati mpya kwa mwaka 2020 hadi hivi sasa. Mpaka sasa tumefanikiwa kujenga zahanati mpya maeneo mbalimbali ya jimbo la Kyela, zingine zikiwa tayari zinatoa huduma kwa wananchi na zingine zikiwa katika hatua za mwisho za ukamilishwaji. Ujenzi wa zahanati ya Kiangala
iliyopo kata ya Talatala, ambayo mpaka sasa ipo hatua za mwisho kabisa kabla haijaanza kutumika rasmi. Ujenzi wa zahanati ya Mwambusye iliyopo kata ya Talatala, ambayo kwa sasa inatoa huduma. Ujenzi wa zahanati ya Isaki iliyopo kata ya Katumba Songwe, ambao ujenzi wake unaendelea. Ujenzi wa zahanati ya Ibungu iliyopo kata ya Ikimba, ambayo hadi sasa inatoa huduma kwa wananchi. Ujenzi wa zahanati ya Busoka iliyopo kata ya Busale, ambayo pia imeanza kutoa huduma. Ujenzi wa zahanati ya Rubele kata ya Ikimba, ambayo ipo katika hatua za mwisho za ukamilishwaji. Ujenzi wa zahanati ya Kasumulu iliyopo kata ya Ngana, ambayo ujenzi bado unaendelea. Ujenzi wa zahanati ya Kasala iliyopo kata ya Mwaya, na zahanati hiyo inatoa huduma kwa sasa. Ujenzi wa zahanati ya Malangali iliyopo kata ya Ipande, ambayo ujenzi unaendelea, na ukamilishwaji wa zahanati ya Kapamisia iliyopo kata ya Mwaya. Naam, na sasa tuangazie ujenzi wa vituo vya afya. Hadi tunaingia madarakani mwaka 2020 tulikuwa na kituo cha afya kimoja, lakini hadi sasa kuna ongezeko kubwa la vituo vya afya, kama vile ujenzi wa kituo cha afya cha Itunge ambacho kinatoa huduma ikiwa ni pamoja na nyumba za watumishi. Ujenzi wa kituo cha afya Njisi kilichopo kata ya Njisi mpakani mwa Tanzania na Malawi, kikiwa kinatoa huduma si kwa wananchi wa Tanzania pekee bali hata kwa kutoka ng'ambo ya jirani zetu, inamaanisha nchi ya Malawi. Ujenzi wa kituo cha afya Kilasiro kilichopo kata ya Ikimba ambacho kinatoa huduma kwa sasa kwa wananchi, lakini pia hivi karibuni kikiwa kimekabidhiwa gari la wagonjwa ambulance. Gari halijifichi. Walisema hayawi. Kwa sasa ni wakati wetu wa kulitumia hili gari, na litabaki hapa. Litakuwa linaenda Katumba Songwe, linaenda Ngonga, linaenda Bujonde, linaenda Ikolo, linaenda Ngana, linakuja Njisi. Hili gari litafanya kazi upande huu. Kwa kina mama mliokuwa mnaogopa kupata mimba, kapateni mimba. Kina baba mlikuwa mnaogopa kuwapa mimba wake zenu, wapeni mimba. Sasa kazi inaendelea. Mheshimiwa Rais ameshamaliza kazi, sisi ni kushangilia. Ujenzi wa kituo cha afya Ngonga kilichopo kata ya Ngonga ambacho kinatoa huduma mpaka sasa, huku ujenzi wa baadhi ya majengo ukiwa unaendelea. Sisi halmashauri hii ya Kyela, mmemsikia mkuu wa wilaya, imetenga pesa milioni 403. Milioni 403 sio hisani wanangonga, ni pesa yenu. Halmashauri mnapolipa kodi, mnapokimbizana, ndio hela inarudi kwetu. Kwa hiyo tuwashukuru sana mwenyekiti wa halmashauri, tuwashukuru sana madiwani wetu. Asije akatokea mtu akafikiria pesa inayokuja kama hisani. Hapana. Mkuu wa wilaya aliamrishwa na Mama Samia Suluhu kwamba nendeni mkajenge kituo cha afya. Mkuu wa wilaya akatoa maagizo, mwenyekiti wa halmashauri na mkurugenzi wakayatekeleza. Wakasema pesa tutatoa wapi? Wakasema pesa za wananchi wa Ngonga ndizo zitakazojenga. Pesa zenu zinajenga hiki kituo na michango yenu itajenga hiki kituo. Hakuna mtu atakayetuletea pesa mwingine. Na mimi si niliwaambia nitaleta mifuko 200. Nilisema hapa tunaleta mifuko 200 kutoka ofisi ya mbunge. Na wanangonga niliwaambia tutafanya kazi kwa kujipendekeza, sawa? Ujenzi wa kituo cha afya Makwale kilichopo kata ya Makwale ambacho ujenzi
unaendelea mpaka sasa. Mbali na ujenzi wa vituo vya afya vipya na zahanati mpya, lakini tumefanikiwa kujenga matundu ya vyoo, tanki la maji la chini, ukarabati wa chumba cha kujifungulia katika zahanati ya Busale iliyopo kata ya Busale, ujenzi wa tanki la kuvunia maji, ukarabati wa chumba cha kujifungulia na ukarabati wa choo cha watu wenye mahitaji maalum katika zahanati ya Kandete iliyopo kata ya Itope, na ujenzi wa matundu ya vyoo, tanki la kuvunia maji na ukarabati wa chumba cha kujifungulia katika zahanati ya Ngeke iliyopo kata ya Mababu. Na sasa tuangazie sekta ya maji. Jimbo la Kyela kwa asilimia kubwa linakabiliwa na changamoto kubwa ya uhaba wa maji, ambapo mbunge wa jimbo la Kyela Ali Mlagila Jumbe, moja ya ahadi yake kubwa wakati wa kuomba ridhaa ya ubunge mpaka sasa ilikuwa ni kuhakikisha wanakyela wanaoga bomba mvua, yaani kuwa na maji ya kujitosheleza na kuondokana na kero hiyo kupitia kampeni ya Dr. Samia Suluhu Hassan ya kumtua ndoo mama kichwani, ikiwa na lengo la kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji vijijini nchini hapa Tanzania. Nilivyosema toka zamani kwamba nilipochaguliwa tu kwa mbunge, kitu cha kwanza nilichoanza nacho, yani ile nimepigiwa kura bado sijaapishwa, nilichoanza nacho ni kuhakikisha napata picha ya maji wilaya ya Kyela. Nikaanza kuzunguka mimi mwenyewe kuhakikisha napata sehemu ambazo tunaweza kupata maji mazuri na maji mengi. Na bahati nzuri nikakutana na engineer Ndele ambaye ndio alikuwa mkurugenzi wa RUWASA Mbeya kipindi hicho, na pia alikuwa na mkuu wa ufundi, na sasa hivi ameteuliwa kuwa mkurugenzi wa ufundi wa RUWASA makao makuu. Nilipojaribu kuongea naye, tukaongea vizuri na akanieleza kwamba hapa kuna chanzo kizuri na ni chanzo ambacho kinaweza kutosheleza Kyela nzima, lakini pia kwa kupeleka mpaka Kasumulu. Mimi kazi yangu ilikuwa ni moja, kuhakikisha sasa andiko linaandikwa, linapelekwa wizarani na linapata kibali. Na tayari nilipochaguliwa tu, hakuna mtu aliyekuwa anajua huku kwamba kuna mradi kama huu. Kupitia kilio hicho cha mheshimiwa mbunge kilichomfikia mama mlezi wa wana, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, hadi sasa jimbo la Kyela lipo katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya maji. Miradi mikubwa ya kimkakati ya maji ili kuhakikisha swala la maji si kero tena. Ujenzi wa mradi wa maji Kyela mjini. Mradi huu chanzo chake kipo katika eneo la Mbambo katika halmashauri ya Busokero, ambapo mpaka sasa mabilioni ya pesa yanakusudiwa kukamilisha mradi huu. Mbunge wa jimbo la Kyela Ali Mlagila Jumbe alipoingia madarakani alianza kutafuta na kukifuatilia chanzo cha maji, ambapo mpaka sasa maji yamekwishafika Kyela mjini, na kazi inayofuata ni kuyafikisha maji kwenye tanki kisha kuyasambaza kwa wananchi. Mradi huu utalisha wananchi wa kata zote za Kyela mjini, kata ya Itope na kata ya Kajunjumele. Yameshaja kule tena. Asanteni sana. Tunashukuru. Asante. Hongera sana. Watu mmeona wote. Nataka niongelee. Ndio mtu anataka kuona. Maji yatafika. Nataka nioge. Samia oye! Samia safi! Safi! Samia pamoja! Pamoja! Na Jumbe! Ujenzi wa mradi wa maji wa Ngana Group. Mradi huu ulikuwepo tangu enzi na ukageuka kuwa kero kwa wananchi waliokuwa wanahudumiwa na mradi huo baada ya miundombinu yake kuchakaa kutokana na kutumika kipindi hicho baada ya ongezeko kubwa la idadi ya watu, hasa katika maeneo ya mji wa boda ya Kasumulu. Baada ya changamoto hiyo, mpaka sasa mradi huu ulishindwa kukidhi idadi ya watu hao na kuelemewa na kisha kukosa kabisa maji kutoka chanzo kilichokuwepo katika kijito kidogo
kinachotoa maji yake katika mto Mwega kuharibika, ambapo sasa kilichosalia ni matenki yaliyojengwa enzi hizo. Mbunge wa jimbo la Kyela Ali Mlagira Jumbe alipoanza kuwatumikia wananchi wa Kyela, aliweza kutembelea chanzo cha maji mto Mwega na kujenga hoja ya ujenzi wa mradi huu, ambapo serikali sikivu ya awamu ya 6 iliweza kusikia kilio hiki na kumpatia pesa kwa ajili ya mradi huu. Hadi sasa mradi huu unaendelea kwa kasi, ambapo usambazaji wa mabomba unaendelea kuelekea kata zote zilizopo ng'ambo ya mto Kiwila, ikihusisha kata mbalimbali ikiwemo Ikimba, Njisi, Ikolo, Kajunjumele, Bujonde, Katumba Songwe pamoja na Ngonga. Ujenzi wa mradi wa maji Lema. Katika mwendelezo wa kupambana na kero ya maji, Mheshimiwa Ali Mlagira Jumbe alipotembelea kijiji cha Lema, kata ya Busale, alielezwa kuhusu kero hii. Ndipo jukumu la kutafuta chanzo cha maji katika mlima Kapeta upande wa Ileje, akiongozana na mwenyekiti wa halmashauri Katule Kinga Mkono na baadhi ya wananchi wa Lema likaanza. Chanzo kikapatikana, ndipo serikali ilipotoa pesa na kukamilisha mradi huu unaohudumia wananchi wa Lema na kuondokana kabisa na kero ya maji. Sasa ujenzi wa mradi wa maji Sinyanga Group, ikiwa ni pamoja na kujenga bomba kuu la maji kutoka Masukuru mpaka Matwebe na kulisha wananchi wa kata za Nkokwa, Ipande na kipande cha kata ya Itope. Ujenzi wa mradi wa maji wa Mababu na Kilombero iliyopo kata ya Mababu. Ujenzi wa mradi na usambazaji wa maji katika tarafa ya Ntebela, hususan kata ya Ipinda. Lakini pia kumefanyika ukarabati katika miradi mbalimbali ya skimu za maji, kama vile ukarabati wa skimu ya maji Matema, Kisiosio na Ikombe iliyopo kata ya Matema, ukarabati wa skimu ya maji Makwale iliyopo kata ya Makwale, ukarabati wa skimu ya maji ya Ngamanga iliyopo kata ya Ipinda na ukarabati wa skimu ya maji Ngieke iliyopo kata ya Mababu. Mheshimiwa Ali Mlagira. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba swali langu namba 369 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 24-25 serikali imekamilisha utekelezaji wa mradi wa maji Lema, ambapo unanufaisha wananchi 3357 waishio katika kijiji cha Lema kilichopo wilayani Kyela, mkoa wa Mbeya. Vile vile serikali inaendelea na utekelezaji wa miradi minne ya Ngana, Sinyanga, Kyela, Kusumulu pamoja na Ipinda wilayani humo, ambapo ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mradi hiyo inatarajiwa kukamilika mwezi Disemba 2025 na kunufaisha zaidi ya wananchi 110,000 waishio katika maeneo ya vijiji na mitaa ya wilayani Kyela. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Ali. Mheshimiwa Naibu Spika, nishukuru sana kwa majibu ya serikali, lakini niipongeze serikali kwa kuendelea kutekeleza miradi mingi sana pale wilayani Kyela. Pamoja na miradi hiyo na juhudi za serikali, nina maswali mawili ya nyongeza. Kwenye mradi wa Sinyanga Group, mradi huu mpaka sasa hivi una miaka 2 na umefikia 15% tu. Bado serikali haijapeleka vifaa. Je, ni mbinu gani na muujiza gani utatumika kuhakikisha mradi huu unakamilika Disemba mwaka huu? Jambo la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, mradi wa Ngana Group ni mradi ambao utanufaisha wananchi wengi sana, zaidi ya 66,000 kwenye kata 7, na wananchi hao wanategemea kupata maji uko 50% tu. Nini kauli ya serikali kwenye mradi huu? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana na pia namshukuru sana Mheshimiwa mbunge wa Kyela kaka yangu Ali Jumbe Mlagira. Ni kweli kabisa miradi hii amekuwa akisemea sana, na bahati nzuri ameshafika na ofisini kuvifuatilia kuangalia utekelezaji unaendaje, na ni kweli kabisa kwamba
mradi wa Shinyanga uko 15% na mradi wa Ngana uko 50% kama alivyosema mheshimiwa mbunge, lakini tunatambua kabisa kwamba wakati wa utekelezaji wake pale mwanzoni tulikuwa na changamoto, lakini pia kulikuwa na mambo ya miundombinu iliyokuwa inajengwa ilikuwa inapitia wakati mgumu kutokana na ushirikishwaji wa wananchi. Baada ya kugundua haya tukaanza kufanya ushirikishwaji wa wananchi, na baada ya hapo mradi ndio umeanza kukimbia sana. Lakini nimtoe hofu, Disemba 2025 mradi huu, kwa sababu fedha zipo na sasa wataalamu wetu wameshapewa maelekezo na serikali kuhakikisha kwamba unakamilika, na ndio maana majibu yangu ya msingi ni kwamba mradi utakamilika Disemba 2025. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Na sasa tuangazie sekta ya kilimo. Katika sekta ya kilimo, jimbo la Kyela limetendewa haki ipasavyo, kwani kilio cha wananchi wa Kyela kupitia mbunge wao kilisikika kuhusu miradi ya kilimo cha umwagiliaji, ambapo serikali hii sikivu ya Dr. Samia Suluhu Hassan iliweza kutenga pesa nyingi, shilingi bilioni 21 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa skimu ya umwagiliaji Makwale itakayohudumia mbuga za kata ya Makwale, Ndobo na Rusungo. Mradi huu wa pesa nyingi kuzidi mfano ni mkombozi wa kilimo cha kutegemea mvua tu, na hivi sasa wanakyela watakuwa wakilima kilimo cha mfululizo, kwani kuna uhakika wa maji. Katika sekta ya kilimo, mbali na serikali kuwapatia vitendea kazi maafisa ugani kama vile pikipiki, lakini kwa jimbo la Kyela kumeweza kujengwa nyumba ya afisa ugani kata ya Kanumba Songwe, ambayo ipo katika hatua za ukamilishaji. Na sasa tuangazie sekta ya nishati ya umeme. Jimbo la Kyela limetekeleza vyema ilani ya uchaguzi, kwani kwa wakati akikabidhiwa kijiti cha kuliendeza gurudumu la maendeleo jimboni hapa, mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kyela Ali Mlagila Jumbe alikuta vijiji takribani 35. Mpaka sasa hakuna kijiji ambacho hakijafikiwa na nishati ya umeme, hata vijiji ambavyo ilionekana ni ngumu kufikiwa kama kijiji cha Ikombe kata ya Matema ambacho hivi sasa kina umeme, na kijiji cha Nduka kata ya Ngana ambacho pia kimefikiwa na umeme. Kwa upande wa vitongoji hadi sasa vimesalia vitongoji 83 kati ya vitongoji 235 vilivyosalia kufikiwa na umeme, na bado serikali inaendelea na jitihada za kuhakikisha vitongoji vyote vinafikiwa na umeme. Hivyo kwa upande wa sekta ya umeme utaona ni jinsi gani serikali ilivyoupiga mwingi, kwani sasa hakuna kilio katika vijiji bali ni ukamilishaji katika vitongoji vilivyosalia. Na sasa tuiangazie miradi mingineyo ya kimaendeleo ndani ya jimbo la Kyela. Katika utekelezaji wa miradi mingine ya kimaendeleo ndani ya jimbo la Kyela, fedha za kuchochea miradi ya maendeleo ngazi ya jamii kupitia mfuko wa jimbo yani CDF, kwani fedha hizo zimegusa shughuli mbalimbali kama vile ununuzi wa saruji katika kuwaunga wananchi mkono kwenye shughuli za kimaendeleo, vijana kununuliwa pikipiki kwa ajili ya kuwainua kiuchumi, ununuzi wa mabati kuwasaidia na kuwaunga mkono wananchi katika kazi za kijamii, lakini pia kuchangia fedha katika shughuli mbalimbali za kijamii na kadhalika. Na sasa tuangazie ujenzi wa makao makuu ya halmashauri ya Kyela. Kutokana na kukosekana kwa ofisi za makao makuu ya halmashauri ya wilaya ya Kyela na kutumika jengo la mkuu wa wilaya, mbunge alipeleka kilio bungeni na hatimaye kilio hicho kimesikika, na sasa
zaidi ya bilioni 3 zinatekeleza mradi wa jengo la ghorofa kwa ajili ya ofisi za makao makuu ya halmashauri ya wilaya ya Kyela, ikiwa ni sambamba na ujenzi wa nyumba ya kuishi. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri: inaonekana hadi uchochoroni kama Mbeya. Hakuna kupinga. Miti ilikuwa mingi pale, umeisafisha baba. Ilikuwa kama pori Kyela. Kwa kukugeuza nani? Baba. Asante. Ubarikiwe. Amina sana. Haya. Mungu akutangulie. Amina. Bora mleveru Mungu. Amina. Mungu akusaidie baba. Mungu akusaidie. Uombile wangu nyumba yangu mbunge. Okay. Poleni. Wanakubenye. Kukuwaga. Babu. Ama hakika Wanakyela wana deni kubwa la kumlipa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwani yale yote waliomtuma mwakilishi wao ambaye ni mbunge Ali Mlagira Jumbe yamejibiwa kwa vitendo. Siku zote namba hazidanganyi. Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan na mbunge wa 6 jimbo la Kyela Ali Mlagira Jumbe, mambo ni bulbul. Kyela na Samia, kazi iendelee. Asante sana Mheshimiwa Rais. Ipinda oye! Mugonile mwesa! Mumbwene! Muna nabalolile mamumo! Natile kikolo bandika we! Kwa masoma wala ngombe we! Jojo mkikolojo! Mheshimiwa Rais, mimi kijana wako napenda nichukue fursa hii kukushukuru sana. Ninatamani Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wananchi wa Kyela nipige magoti nikushukuru kwa mambo unayotufanyia. Mheshimiwa Rais, asante sana. Tumempata mbunge ambaye mnyenyekevu, mwenye hekima, busara, maarifa, ubunifu, ucheshi, uchangamfu. Anachangamana na kila mtu bila kubagua. Umpigie simu saa ngapi mbunge wetu Mlagira atakunyamazia kimya. Anajishusha mbele za watu.
anajua kina nani wamempa dhamana, hajivunii cheo chake, akana matingo mmono kwa wandu. Nitasema kweli fitina kwangu mwiko. Nami nitasema kwa sababu ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Ufike wakati tusifiane, tupongezane tukiwa hai. Sio tukitangulia mbele za haki, kaka wetu la Mlagira Lambalele pala tuanze kumsifia. Hapana. Sifa anatakiwa azipate akiwa hai. Hata Mwenyezi Mungu akimpokea akasema nao makina Mwamkande walikusifia. Tusisifia hata kitangulia mbele za haki. Nikutie moyo. Nikutie moyo kwa sababu kazi unayoifanya wanakiela wote wako pamoja na wewe. Hilo ndio la kwanza. Lakini jambo la pili, hata nikisema kwamba nikutahadharishe, hapana, kwa sababu jopo kubwa la wanakiela linapokuwa pamoja na wewe, hakuna kitu chochote nje ya pazia kitafanyika tofauti na jinsi unavyofanya kazi. Hilo haliwezekani. Isipokuwa sasa niombe tu kwamba ndani ya uongozi wako kuna changamoto kubwa kwa sababu utendaji wa kazi wako ni mzuri. Na mti wowote ambao una matunda lazima upigwe mawe. Hicho utambue. Na mti ambao hauzai matunda wote wanaupita tu, wanaenda hamna kitu chochote hapa. Kwa lenga walimu wa Mwembe mumpiki awando vikwego rogovi kwa sogosora kwa sababu wanataka kula. Kwa jinsi ulivyotufanyia kinanasi hii Kapamisia, kata yetu ya Ngusa, hatuna kunugunika hata kidogo. Kwa sababu hii barabara hii ilikuwa ni kero yetu kubwa kweli. Mpaka wale viongozi waliopita kama nilivyotangulia kusema hapa, batema gurumbeo, lakini leo naangisha mwanga, leo mwanga kunu kulangala. Kwa kweli mheshimiwa, hapana. Kale ndwale ne kange yako papera. Kenanasi babo hawakerago robe ngofana ngoswaswara wajere njoya yakanya kiose batu ngaswaswara hapo po ukayoba ngosomoro hawakero kenanasi woro ndio bya magare kono denga likwende liga tati batwa mfimba dabi kwa kwenda kogo derere noro kwa kajabo no kote batwere mfimba tukoto hey denga kiare kironda ki wanyopoka kenanasi kenga ukanyopoka we tukoto kenanasi apare nieriyo na pare whatever kenanasi leke nanasi baba kwangu kwape kotendaga bone kwape ndo ligwe mmenye no mtu kwasa kotendaga komasa komyako kwapa toligwe tumebaki no sekero uko takatuko David na kenanasi sidi kudumu. Napenda kushukuru mbunge kwa kulitetea zao letu la kokoa. Nilikusikia kwenye redio. Mimi ni mfuatiliaji kidogo wa vikao vyenu vya bunge huko. Nilikusikia ukilitetea hili zao la kokoa na umelitetea kweli, limekuja kwenye msimamo mzuri, liko kwenye bei nzuri. Kwa hiyo kakao ya Kyela sasa ni dhahabu, na kushukuru sana mbunge. Yule pale Kinanasi, Mheshimiwa Kinanasi yuko hapa. Yule pale kapiga kelele kuhusu kokoa kwa muda mrefu. Sauti yake ikabaki ya kwake peke yake. Leo kokoa imefika shilingi 30,000 katika wilaya Tokuyu, Kyela. Na kateli ya wizi ya kokoa ilihusisha watumishi wa umma, politician and every leader. Hatuwezi kuruhusu hili.